Dunia ya sasa inakwenda kwa kasi zaidi kuliko mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Mabadiliko haya yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na ukuaji wa matumizi ya teknolojia, ikiwemo matumizi ya mifumo ya kidijitali katika utoaji wa huduma, uendeshaji wa shughuli za kiuchumi. Kama sote tunavyofahamu kwamba utoaji wa huduma kupitia sekta ya ardhi unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ardhi, uuzaji holela wa ardhi, kutokupimwa kwa ardhi yote na kupangwa kwa utaratibu ulio bora, kukosekana kwa kumbukumbu sahihi za ukubwa wa ardhi na kupelekea baadhi ya wananchi kushindwa kutambua mipaka na uhalali wa matumizi ya ardhi wanayoitumia. Vilevile, changamoto nyingine ni pamoja na Kamisheni ya Ardhi kutumia vifaa vya zamani ambavyo haviendani na teknolojia ya sasa na hivyo kuchangia ucheleweshaji wa upatikanaji wa taarifa sahihi na utoaji wa huduma. Leo tunazindua utekelezaji wa mradi huu kwa kuanza na eneo la urushaji wa ndege kwa ajili ya upigaji wa picha za anga. Eneo hili ni muhimu sana na la msingi kwa hatua zinazofuata, ikiwemo upatikanaji wa ramani ya visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo niwaombe viongozi na wananchi wote, hususan viongozi wa serikali za mitaa, kusaidia kutoa uelewa kwa wananchi juu ya uwepo wa mradi huu na kutoa mashirikiano ya kutosha katika wizara hii ili iweze kufanikisha utekelezaji wa mradi huu kwa kiwango kinachokusudiwa. Naiagiza Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na kamati zote zilizoundwa kuusimamia vyema mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na kwa kiwango kinachotarajiwa. Mkataba wa kitaalamu wa mradi huu wa LARIS uliwekwa saini tarehe 7 Agosti mwaka 2024 baina ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na kampuni ya IGNFI kutoka nchini Ufaransa. Mkataba huu ulichelewa katika utekelezaji wake kutokana na kusubiri masharti ya mkataba wa kifedha na kuwekwa saini mkataba huo wa fedha tarehe 27 Oktoba mwaka 2025. Na mkataba huo wa kifedha uliwekwa saini baina ya Wizara ya Fedha na Mipango na benki ya CRDB kwa upande mmoja, na upande wa pili baina ya benki ya CRDB na benki ya uwekezaji ya Ufaransa BPI. Gharama za mradi huu ni jumla ya euro milioni 37,493,693 bila ya kujumuisha VAT. Lakini baada ya kujumuisha VAT, gharama za mradi huu zitasimama euro milioni 43,117,747. Muda wa kutekeleza mradi huu ni jumla ya miezi 24, na baada ya kukamilika muda huo itafuatiwa na miezi 24 mingine kwa ajili ya matengenezo na uendelezaji wa mfumo wa ardhi ambao utatengenezwa kwa maana ya maintenance period. Utekelezaji wa mradi huu utajumuisha maeneo 9 kama ambavyo nayaorodhesha hapa chini. Eneo la kwanza ni kituo cha taarifa za ardhi, yani Zanzibar Land Information Center. Eneo la pili ni rejea halisi za vipimo vya upimaji, yani geodetic reference. Eneo la tatu ni uandaaji wa taarifa za msingi za kijiografia na ardhi, yani Zanzibar Geo Information Reference Dataset, na uandaaji wa mpango mkuu wa matumizi ya ardhi Zanzibar, yani Spatial Development Master Plan. Eneo la 4 ni ubadilishaji wa nyaraka za ardhi kidijitali, yani Land Records Digitalization, kutoka katika mfumo tulionao sasa wa analog kwenda katika digital system. Eneo la 5 ni mfumo jumuishi wa taarifa za ardhi, yani Integrated Land Information System. Eneo la 6 ni usimamizi wa mabadiliko na kuwajengea uwezo wa watendaji, yani Change Management. Eneo la 7 ni utambuzi na usajili wa ardhi, ambapo tunatarajia kutambua parcel 25. Eneo la 8 ni matengenezo na uendelezaji wa mfumo, yani Maintenance and Sustainability, na eneo la mwisho la mradi huu ni usimamizi wa mradi kwa maana ya Project Management. Kumshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa anayoifanya, na kwa leo kipekee tumshukuru kwa uzinduzi rasmi huu wa mfumo
wa kutumia ndege kwa ajili ya kupata picha na kupima ardhi yetu ya Zanzibar. Hii ni hatua kubwa ya maendeleo na ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha kwamba ardhi iliyopo Zanzibar inapungua changamoto ya migogoro, lakini azma kuu ya kuongeza thamani ya ardhi kwa kupanga, kupima na hatimaye kutoa hati. Siku ya leo kwa kweli ni kuwapongeza Wizara ya Ardhi Zanzibar kwa juhudi kubwa ambayo wamefanya. Tunaona kwa uzinduzi huu itaenda kusaidia sana katika upimaji wa ardhi. Tunajua kuna faida kubwa sana katika upimaji wa ardhi. Itaenda kutatua migogoro ya ardhi, lakini pia itaenda kuongeza thamani ya ardhi. Kwa hiyo thamani za ardhi zitaenda kuongezeka na hivyo uwekezaji utakuwa una tija zaidi.